zilizopo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, viongozi mbalimbali wa serikali, wadau wa maendeleo, World Bank, UNICEF, ubalozi wa Canada na ubalozi wa Sweden mlioko nasi hapa, waheshimiwa wazee wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa viongozi wa dini mliopo nasi, wadau mbalimbali wa elimu wametambulishwa hapa, MIFU lakini na wadau mbalimbali wa elimu wengine, wageni waalikwa wenzangu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, awali ya yote nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kukutana leo hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga ya uzinduzi wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wetu wa darasa la kwanza lakini pia darasa la pili. Aidha, nawashukuru kwa dhati kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mpango mkakati huu ambao kauli mbiu yake ni KKK, msingi wa elimu kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nilipofika kwenye eneo hili nilipitishwa kwenye maonesho na niliona jinsi wizara ilivyojitayarisha. Kwa hiyo nawashukuru na kuwapongeza sana. Lakini vile vile nilipitishwa nikaona vijana wetu wanarithishwa utamaduni wetu, wanacheza ngoma pale ya kunikaribisha, nashukuru. Na vile vile vijana wetu wa ngonjera, lakini pia kwaya na nyinyi hapa mmefunika. Lakini niseme wote hawa, maonyesho, ngoma, kwaya, ngonjera, wote wameeleza madhumuni ya mpango huu tunaozindua leo. Kwa hiyo nichukue au nitumie fursa hii kuwapongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau wa elimu na maendeleo kwa kazi kubwa ya kufanikisha maandalizi ya mpango huu. Jitihada hizi zinathibitisha mwelekeo na dhamira yetu ya dhati kuboresha matokeo ya kujifunza kwa watoto wetu. Ndugu zangu, mkakati huu ni miongoni mwa ahadi za siku 100 nilizozitoa wakati nikizindua kampeni ya uchaguzi mkuu ya mwaka jana, na mkakati huu unakusudia kuwajengea watoto wetu uwezo wa kukabiliana na masomo yao ngazi kwa ngazi katika safari yao ya kutafuta elimu, kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani na kwa mustakabali wa ujenzi wa uchumi na maendeleo ya taifa letu. Lakini vile vile mkakati huu ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayosisitiza maendeleo ya rasilimali watu na taifa linaloongozwa na maarifa na uadilifu. Aidha, ni sehemu ya utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2013 inayolenga kumwezesha mwananchi kuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo na ustawi wa taifa letu. Tunaweza kujenga miundombinu imara, kukuza maarifa na teknolojia, lakini ikiwa hatukuimarisha msingi wa awali wa kufundisha watoto wetu, tutakuwa tunajenga juu ya msingi dhaifu, na matokeo tumeyaona miaka ya nyuma huko. Tunajenga juu ya msingi dhaifu ambao hauko sawa sawa, na kwa maana hiyo watoto wetu wakitoka kuhitimu masomo yao la 7 form 4 kidogo mambo yanakuwa sio mazuri sana. Lakini niseme pia kwamba hii ndio sababu tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka 10 kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa. Lakini tunatekeleza haya vile vile kwa sababu tunatekeleza maazimio mbalimbali ya kimataifa. Tunatekeleza azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2024 linalosema Educate and Skill Africa
for the 21st century, ili Afrika iweze kuendana na ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063. Kwa hiyo ili tuweze kutekeleza vyema ajenda yetu ya Afrika ya 2023, lazima tuwajenge watu wetu kielimu, kiujuzi na maarifa. Na hiyo mkakati huu ni kutekeleza wito wa azimio hilo. Mkakati tunaozindua leo kama ilivyosema ni sehemu ya azimio hilo, lakini vile vile ni utekelezaji wa lengo namba 4 katika malengo endelevu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa SDGs, linalotuhimiza kufanya quality education. Kwa hiyo tumetekeleza mikakati yetu ya ndani ya taifa, ndani ya Afrika, lakini pia kimataifa. Umoja wa Mataifa wakijua tunachokifanya leo, watatupa pongezi nyingi sana kwa haya tuliyoyafanya siku ya leo. Kwa ndugu zangu, niseme kwamba tuko katika njia sahihi na tunakwenda vizuri. Mpango huu utakuwa ni nguzo ya kujenga taifa imara linaloendelea kimaarifa na kuwajengea watoto msingi madhubuti wa kusoma fani mbalimbali. Ni ukweli usiopingika kuwa mtoto anayezimudu stadi za KKK mapema anakuwa na maarifa au hujenga uwezo wa kuelewa maarifa mapya, kufikiri kwa kina, kudadisi na kushiriki kikamilifu katika kujifunza. Nilikuwa nanong'ona na waziri wa elimu nikamwambia kwamba na katika maonyesho tulimalizia kwenye teknoloji, nikamwambia ni jambo la muhimu kwa sababu watoto wetu wanaozaliwa sasa hivi, wale wote wenye fursa ya kupata kutumia simu za watu wao wa ndani ya nyumba na wakaingia kwenye program za watoto zile, akina CoComelon na wengine, au wanaopata kutumia iPads, vitoto vile vinasema mapema na vinaelewa mapema. Vinasema ABCD, vinasema A's, apple, B's nini, badala ya kusubiri kwenda shule. Akiwa na miaka 1.5 already anasema A's, apple, nini. Mara moja nilimtembelea mwanangu kwa kajukuu kadogo. Kwa hiyo nilipofika nikatoa zawadi. Kajukuu amekuja kupokea, kana mwaka siyo na miezi 3 au 4. Nimempa zawadi, anambia thank you bibi. Nimeshtuka. Thank you bibi. Mamake kanambia CoComelon. Huko ndiko wanakosoma hayo mambo hayo ya thank you bibi, A's, hapo huko. Kwa hiyo teknoloji nayo ni jambo zuri. Lakini nataka niseme nimetembelea maonyesho. Nimevutiwa sana na niliyoyaona pale. Sana. Na uzuri ni kwamba teknoloji tunayoizungumza hapa, bali ile ya iPad na mambo mengine na tablets, ni teknoloji ambayo imefanywa na wabunifu wetu ndani ya nchi, ndani ya sekta ya elimu. Nimeona TV za maboksi, chupa zimeandikwa namba, watoto wanazungusha, 1 anazungusha inakuja 1, 2 anazungusha. Marvelous. Nimeona methods za kumfanya mtoto aelewe hesabu, kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa kwa kutumia mbao tu na kutumia vishanga tu, na watoto wataelewa vizuri sana. Nimeona ile alosema mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani kwamba ili mtoto ajue ni ashike na atengeneze, ashiriki kutengeneza. Nimeona watoto watakavyoshirikishwa kutengeneza maumbo, kutengeneza numbers, kutengeneza mambo mbalimbali, kutumia mchanga, kutumia pumba za mpunga, labda kutumia msasa, vitu vidogo ambavyo ndani ya nchi vipo. Kwa hiyo tumesogea sana, na ni imani yangu kwamba tutasogea sana, kwa sababu zana au nyenzo tunazotumia ni za hapa ndani. Kwa hiyo ni kazi ya walimu, kazi ya wizara kusimamia vitengo vile, tuzalishe kwa wingi zile zana ili watoto wengi zaidi wawe na fursa ya kuzitumia hizo zana na waweze kuelewa yale ambayo yanafundishwa. Sasa kwa kutambua hilo,
Serikali kwa upande wake nayo imejidhatiti kuhakikisha kuwa hakuna mtoto atakayefika darasa la 3 bila kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Zuri zaidi, hata watoto wetu wenye changamoto mbalimbali, nimeona maandishi nundu mpaka kwa picha, kwamba mtoto asiyeona atakuwa anagusa, lakini picha ya ng'ombe iko pale, atakuwa anamgusa, atajua ng'ombe ana kichwa, tumbo, mkia, na ng'ombe ni mkubwa kidogo. Akifika kwenye mbuzi, goat, ataona kama ng'ombe lakini huyu mdogo kidogo. Wanagusa na wanapata ile feeling ya kumjua huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu, na sina shaka tukienda hivi tutafanikiwa vya kutosha. Niseme katika dunia ya sasa, taifa lolote linalotaka kujenga uchumi shindani huwekeza mapema katika stadi za awali za mafunzo. Jambo hili si la hiari, bali ni wajibu wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, kama ilivyoelezwa hapa na wanakwaya na mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani na wengine wote walitoa wito kwa jamii kwamba tuendelee kwenye kufanya zoezi hili. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, serikali imefanya jitihada kubwa katika kuboresha upatikanaji wa elimu kwa kuongeza kiwango cha uandikishaji na kuimarisha miundombinu katika shule za msingi na sekondari. Katika elimu msingi, madarasa yameongezeka kutoka 151,315 mwaka 2021 hadi madarasa 184,550 mwaka 2025, na kwa upande wa elimu ya sekondari madarasa hayo yameongezeka kutoka 64,204 mwaka ule 2021 hadi 101,473 mwaka jana 2025. Takwimu hizi zinatuonesha tumetoka kujenga wastani. Inawezekana kabisa miaka mingine tumejenga madarasa mengi, miaka mingine madogo, lakini kwa wastani ukichukua madarasa yale yaliyojengwa mpaka 2021 kwa wastani wa miaka 60, labda tuseme tulikuwa tunajenga madarasa 3,080 kila mwaka. Lakini ukichukua kutoka mwaka 2021 kuja 25, tumejenga takriban madarasa 34,700 na kitu, ambayo ukigawa kwa miaka minne ile utakuta kila mwaka tumejenga madarasa 8,383. Hiyo kwa ngazi ya msingi. Lakini kwa upande wa sekondari tumeongeza madarasa. Mwaka ule wa nyuma kulikuwa tunajenga madarasa 1,070 kila mwaka, wastani kila mwaka. Lakini kipindi hiki cha miaka minne iliyopita kutoka 21 mpaka 25 tumejenga madarasa 9,317 kila mwaka ngazi ya sekondari. Kwa hiyo ni kwa upande wa miundombinu. Lakini hatua zote hizi ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma, na hilo ndo la kwanza. Kwanza ni kuwavuta, kuwaleta ndani ya darasa, lakini darasa pia liwe rafiki katika kumfanya mtoto aweze kusoma vizuri, aelewe vizuri, na maana tupunguze namba ya wanafunzi kwenye darasa. Tunaelekea kwenye vile viwango vinavyokubalika kimataifa. Pengine hatujafika, lakini tunaelekea huko. Sasa kwa upande mwingine, sekta binafsi nayo wamefanya kazi kubwa utoaji wa elimu nchini kuanzia awali hadi ngazi ya juu, na tunathamini sana nguvu zao au mchango wao. Ndugu zangu, miundombinu peke yake au mbali na miundombinu tulioijenga, miundombinu ya elimu, lakini pia kuna suala la watumishi wa elimu. Na katika ahadi zangu za siku 100 tuliahidi kwamba tutaajiri walimu 7,000 ndani ya siku 100 za awali. Ninayo furaha kusema kwamba tumekwisha ajiri na kuwapangia vituo vya kazi walimu 6,044 na walimu 956 wako kwenye mchakato kujaza nafasi zilizobaki. Kazi inaendelea ndani ya wizara kufanya usaili na mambo mengine, ili tutakapofika Februari 3
tuwe tumemaliza nafasi zote 7,000. Hata hivyo, sote tunakubaliana kwamba maboresho haya pekee hayatoshelezi ikiwa hatutosimamia ipasavyo ubora wa mafunzo yanayotolewa, hususan katika hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto. Na hapa kuna kuja haja ya kuboresha au kuimarisha kitengo chetu cha ukaguzi. Nimesikia hapa wakaguzi wametambulishwa. Kile kitengo, Mheshimiwa Waziri, wakaguzi mna kazi kubwa. Mna kazi kubwa, na kwa bahati nyuma huku mliwezeshwa. Sasa twendeni tukasimamie haya. Tuhakikishe watoto wetu yale yaliyopangwa kwenye mpango huu wa kuhakikisha darasa la kwanza, kabla awali darasa la kwanza na la pili, wanatoka wakijua KKK. Hiyo ni kazi yenu wakaguzi, nami nawatia moyo, nendeni kafanyeni kazi hiyo. Kwa muktadha huo, niseme kwa ujumla kwamba serikali imejipanga kuhakikisha walimu wanakuwa sehemu ya suluhisho na wadau muhimu katika utekelezaji wa mkakati huu. Hii ni pamoja na kuwapatia nyenzo, lakini pia na mafunzo, kama alivyosema mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani hapa kwamba tunakwenda kuwafundisha walimu na kuongeza ujuzi wao, lakini pia kuwapatia nyenzo zote zinazotakiwa katika na mbinu za kisasa za ufundishaji, pamoja na ufuatiliaji wa karibu kama nilivyowaomba wakaguzi waende wakafanye hiyo kazi kwa moyo mmoja. Ndugu zangu, tumesikia mengi ambayo yamesemwa. Maelezo yote ya mpango huu umetoka au yametolewa. Kwangu mimi sasa ni kusema tu kwamba au kuelekeza kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu usiishie kwenye makaratasi. Nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Aidha, ufuatiliaji wa matokeo ya utekelezaji wa mkakati huu uwe sehemu ya uwajibikaji katika ngazi zote, kuanzia mwalimu, mkuu wa shule, afisa elimu wa wilaya hadi mkoa. Kusiwe na ripoti za kuandikwa tu. Tunataka mabadiliko yaonekane kwa mtoto. Tunapotembelea sehemu, tukisimamisha mtoto wa darasa la pili anayeandaliwa kwenda la 3, tuhakikishe amesoma, ameandika na ameweza kuhesabu kwa jinsi vile tulivyojipangia. Ili kufanikisha hili, tathmini za mafunzo zifanyike mapema, kubaini watoto wenye changamoto kwa lengo la kupatiwa msaada kwa wakati. Stadi za KKK ndizo daraja linalounganisha sera, mitaala na matokeo halisi ya elimu. Hivyo upimaji na tathmini endelevu ni muhimu ili kubaini mapema changamoto na kuchukua hatua stahiki. Lakini pamoja na maelezo hayo, naomba pia nitoe wito kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa serikali ili kufanikisha mkakati huu. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kusisitiza kuwa serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huu na itahakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinakwenda sambamba ili kuleta matokeo yanayokusudiwa kwa wakati. Na kwa timu nilionayo ndani ya Wizara ya Elimu, Profesa Mkenda na wasaidizi wake wote, sina shaka na hili. Nilipompanga Profesa Mkenda Wizara ya Elimu, alinitizama kwa jicho baya kidogo. Nikamwambia, Profesa, unaweza. Nenda kasimame, unaweza. Kama kuna watu wanakukwamisha niambie, turekebishe ili tuende mbele. Ameifanya hiyo kazi vizuri sana.
Miaka 4-5 iliyopita tumepiga hatua kubwa. Tulipo sasa siko tulikotoka. Tumeingia awamu hii, nikamwambia Profesa, mabadiliko ya elimu ni legacy yako. Utakumbukwa kwa hili milele na milele. Nataka ubakie hapo. Ubakie hapo, nitakupangia wasaidizi wazuri ili mukayamalize yale ambayo tumeanzisha. Kwa Profesa, I salute you na timu yako, na naomba uko mbele msituangushe. Uko mbele msituangushe. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Nawatakia utekelezaji mwema wa mkakati huu kwa manufaa ya watoto wetu na taifa letu kwa ujumla, na namwomba Mwenyezi Mungu atubariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais. Kuna kitabu sasa cha mkakati wenyewe, tuzindulie hapo hapo juu. Sasa tukae ili tupate picha vizuri, tuko mubashara, tuko live. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Naibu Waziri, makofi mengi. Haya, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tunaomba uanze kuwagawia hao walioko hapo mbele. Waziri wa Elimu, Naibu Waziri wa Elimu mwingine, Mheshimiwa Wanu, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali pia yupo pale Zanzibar. Naibu Waziri Umi Nderiananga tayari. Ukishapewa kitabu tunakuomba urudi kukaa. Baada ya hapo, Mheshimiwa Naibu Spika anaenda nawe kapokee. Alafu Chama cha Mapinduzi wanaosimamia utekelezaji wa ilani, tutamaliza na mkuu wa mkoa kwa niaba ya mkuu wa mkoa. Tukirudi tunarudi na vitabu vyetu, tutakuja kupiga picha hapa. Mneki wa Dar es Salaam, Gaddafi, mkuu wa mkoa anakuja. Aya, asante. Sasa kwa heshima na taadhima, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais, sasa tunakuomba urudi kwenye kiti. Baadaye hapo mnampiga yeye tu kwanza. Aya, tunaomba sasa hicho kitabu watakukabidhi tena, sababu tuna picha tutaiomba hapa ya kusimama. Haya, kila mmoja na kitabu chake. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, naomba sasa wote tusimame kwenye huu mstari wa mbele ukiongoza na wewe, na tuchukue nakala za mpango wetu mkakati, tunyooshe kule wenzetu waweze kupiga picha. Makofi mengi 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 sana. Tayari Mheshimiwa Rais, naomba tukae. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, naomba uridhie tupate picha za kumbukumbu. Picha ya kwanza, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, naomba mpitie huku kwangu haraka haraka. Wataipiga. Shafika hapo wanapiga. Wasogea. Kabla ya kupanda. Sikia kisu. Acha. Twende. Management ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tusogee. Management ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tusogee.
picha inaning'inia, yote tusogee upande wa kulia kwangu kule mwisho.